Order number 9, motion. Formulation of a land use policy on zoning of land for agriculture and built development. Hoja iliyowasilishwa bungeni na mbunge Timothy Wanyonyi, bunge linataka kuhakikisha kuwa serikali kupitia Wizara ya Ardhi, Kazi za Umma, Nyumba na Maendeleo ya Miji inaweka mfumo wa sera unaoratibu matumizi bora ya ardhi hususan katika maeneo ya vijijini. The Central Bank of Kenya, CBK, Monetary Policy Committee Agriculture Sector Survey 2022 estimated the contribution of the agriculture sector to the country's gross domestic product, GDP, to be 22% directly and 27% indirectly. Kulingana na hoja hiyo, lengo ni kutenga maeneo maalum kwa ajili ya ujenzi wa makazi na biashara yenye huduma za pamoja za kijamii, sambamba na maeneo tofauti kwa ajili ya shughuli za kilimo ili kudhibiti kupungua kwa ardhi ya kilimo na kuimarisha uzalishaji wa kilimo nchini. The country is progressing, Madam Speaker. We can see that areas that were mainly agricultural and most farms around, Madam Speaker, we've seen how they have been uprooting even coffee and other things, Madam Speaker, and then trying to build houses, Madam Speaker. Kwa mjibu wa Wanyonyi, muungano wa mashirika ya ardhi nchini unakadiria kuwa ni 17% pekee ya ardhi yote nchini ndio inafaa kwa kilimo cha mvua. Sehemu iliyobaki ni maeneo kame. Aidha, aliongeza kuwa uzalishaji wa kilimo nchini umekuwa ukipungua kwa miaka ya hivi karibuni, hali inayochangiwa kwa kiasi kikubwa na ongezeko la ujenzi wa makazi katika ardhi za kilimo. This motion emphasizes the importance of sustainable land use in the environmental conservation as Article 69 of the Constitution of Kenya, which aligns with the objectives of this motion, Madam Speaker. Baadhi ya wabunge walisisitiza kuwa kuna haja ya kuweka mikakati madhubuti ya matumizi bora ya ardhi ili kuhakikisha kuwa ardhi ya kilimo inatumiwa kwa njia inayostahili. The first question I asked myself, Honorable Speaker, is do we have a policy framework or we don't? My answer to it, I've tried to speak, is that we have a policy framework. What we need to do is literally to revisit it. Kwanza ni kutoa shukurani kwa Mheshimiwa Tim Wanyonyi, Governor anayetarajiwa kwa kuleta mswada huu muhimu. Nitakuwa mfupi haswa hili swala la wakati ardhi inachukuliwa na watu hawawezi kulipwa wakati imebadilishwa. Nikiwa hapa ninajua kwamba kuna ile barabara pale ambayo imejengwa inaitwa Dongo Kundu ambayo ilichukuliwa, ilikuwa ni mashamba ya watu, ikafanywa barabara, ikageuzwa matumizi na mpaka sasa hawajapata ridhaa, na ile hali barabara inaendelea ishafunguliwa na watu wanatumia. Kwa hivyo wakati tumefanya hizo taratibu, ni lazima pia sheria ifuatwe wakati hayo mageuzi yanafanywa ili wananchi wasiweze kukandamizwa. Asante Mheshimiwa Speaker. Allow me also to join my colleagues in thanking Honorable Tim Wanyonyi, the MP for Westlands, the famous Westlands, and probably the incoming governor of Honorable Speaker, for bringing this subject matter to public debate. Honorable Speaker, we have debated this matter for very many years. Wananchi kwa upande wao wanataka kuwepo kwa mashauriano ya kina kati ya serikali na wamiliki wa ardhi kabla ya utekelezaji wa mpango huo. Ningependa kuwahimiza waondoe haya mawazo pali wache kwetu, watuulize ni kwa nini haya mashamba hamuyatumii. Basi pale watapata habari kamili ni kwa nini hayo mashamba yamekaa idle pasipo kutumika. Tunajua kwamba Chemichemi ndio uwanga haifanyi, lakini iko na mipangilio yake. Lakini ukicha kwa upande wa inputs wametufinya. Kwa ujumla, masuala muhimu ya hoja ya uundaji wa sera ya matumizi ya ardhi kwa ajili ya kilimo ni pamoja na kupungua kwa ardhi ya kilimo,
kuporomoka kwa uzalishaji wa kilimo, ukosefu wa mpango rasmi wa matumizi ya ardhi, haja ya sera madhubuti ya zoning, maendeleo ya makazi yenye miundombinu ya pamoja na usalama wa chakula wa taifa. Ati kama shamba iko na mbolea, serikali ichukue elime, alafu sisi ijue vile itatupanga. Na ile kitu mimi nataka kusema ya kwamba kama serikali iko na hiyo mpangilio ni mzuri. Bora sisi Kenya tusikose chakula. Hiyo ni vitu imefanyika kwa nchi zingine kama Tanzania. Hiyo ni mfano wa Tanzania ikiletwa Kenya. Unajua Tanzania hawapatingi njaa, hawana njaa. Hii chakula ndotolewa huko inakuja na uswa Kenya, ikipitia na manga huko wanaleta huko. Hata ukienda na Roma unaona hizo vitu na chakula inaletwa huko. Huku watu wameishi kwa njia kama Kenya ichapata uhuru. Hii mswada mnania amepeleka upunge. Kama sisi raia tungeunga mkono, ifanye nini? Ipitishwe, kwa sababu itakuja kusaidia Wakenya. Sasa hii mashamba watu wenye wako na pesa wamemalizia raia, mashamba wamenunua mashamba wamemalizia. Tukiweka mahali pamoja na tuwe tunalishwa na serikali na hiyo ni chakula lishe watu wananchi, ingekuwa sawa. Mimi naunga mheshimiwa timu mkono. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.